lakini kero iliyoko kule akilisha nani 21, yule mwenye shamba akikuona yuko karibu, zile ng'ombe zinazingirwa, zinapelekwa kwenye shamba zote ng'ombe, ila aliyelisha ni mmoja, lakini ninapita tu kwenda kwenye kunywesha, zinazingirwa, napiga mwana kule, naona kijiji kile wanakuja ng'ombe wanazingirwa, yani wanapelekwa kwenye shamba wote ng'ombe, lakini aliyelisha ni mmoja. Bahati mbaya nilikuwa napita. Nimekuwa mwenyekiti wa kitongoji miaka 5 katika kijiji cha Ichobela, lakini sisi kwa wafugaji, kiukweli, ukitaka useme kiukweli kutoka moyoni, hatuna hekima kwa mkulima. Hekima hatuna sisi wamiliki wa mifugo. Nimekuwa mwenyekiti wa kitongoji, ukimpigia mfugaji, ukimpigia simu mwenyekiti wa kitongoji, kwanza anakudharau. Cha kwanza, hekima haipo. Mchungaji anaweza kawa anachunga, ana redio, mkulima akishafika anaongeza volume ya redio, anasemeshwa. Sasa mchungaji wetu akishasemeshwa haongei, inaongea redio. Lengo kubwa ni uelimishaji. Lengo kubwa ni uelimishaji. Wapo wakaguzi ambao tumewatuma katika kata zao kutoa elimu, kwa sababu ugomvi wa wakulima na wafugaji unapotokea au makosa mengine yanapotokea, sisi jeshi la polisi tumeyawekea mipango ya kwenda kuwafikia mahasimu wawili ili kuwaweka sawa, kwa sababu mnapopigana kunatokea matukio ya uvunjifu wa amani, lakini kunatokea makosa, na makosa yale yanaibua makundi mengine. Mfano, polisi anakamata, anafungua kesi, lakini wapo maafisa mifugo wanaandika na wao ya kwao kwa kada yao ile ya usimamizi wa mifugo. Kuhusu swala hili la wafugaji na wakulima katika eneo letu la mamlaka ya mji mdogo, kumekuwepo na migogoro ya hapa na pale, migogoro ambayo mingi inasababishwa na wafugaji kwenda kuvamia kwenye maeneo ya wakulima, kufanya uharibifu kwenye mazao. Lakini sisi kama serikali tumechukua nafasi hii ya kukaa na wafugaji, kuwaelekeza sheria na taratibu. Kwa sheria na taratibu katika maeneo yote ambayo ni ya mamlaka za miji, ufugaji unaoruhusiwa ni ule ambao zero grazing, ufugaji wa kufungia mifugo ndani. Lakini pia tumekuwa tukiwahamasisha na kuwatoa elimu kwa wafugaji kupunguza idadi kubwa ya mifugo wafuge michache ambayo italeta tija kwenye maisha yao, kwa sababu maeneo ya kuchungia ni kidogo kulingana kwamba maeneo haya yamepimwa na mifugo hairuhusiwi. Kwa hivyo tumekuwa tukitoa elimu hiyo, lakini pia tumekuwa tukiwaeleza sheria mbalimbali tunazoweza kuzitumia, zinazotumika kwa ajili ya kuondoa mifugo, ikiwemo sheria ndogo za halmashauri ya wilaya, lakini sheria za barabara, sheria za mazingira, ambazo zote zinaelezea na zinatoa maelekezo ya wafugaji kuto kuchungia na kufugia mifugo katika maeneo ya mamlaka ya mji mdogo. Hii elimu iliyotolewa imetusaidia sana kutambua haki zetu za wafugaji, pili kuepusha migogoro kati ya wakulima na wafugaji. Wametuelezea jinsi ya kutii sheria bila shuruti. Wachungaji wetu ambao tumewaajiri wasichukue sheria ya kupigana au kupiga mtu, bali wapate sheria. Kwenye jamii zetu kuna polisi kata, kama kuna tatizo wapeleke kwenye polisi kata, ndio utamaliza matatizo. Tatizo linaisha kwa suluhu, kukaa mezani, sio kwa kuchukua fimbo kwenda kupigana. Kwa hiyo imetusaidia sana.